Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hii ni ziara ya mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ndugu Mohamed Kawaida, aliyoifanya mkoani Mtwara kuanzia Mei 18 hadi Mei 22 mwaka 2026. Kawaida amepata nafasi ya kukagua na kutembelea baadhi ya miradi ya vijana waliokopeshwa kupitia mikopo ya halmashauri, ambapo wengi wao wakiwa kwenye hatua ya marejesho ya mikopo hiyo. Lakini pia ametumia nafasi hiyo kwa kuwasihi vijana hao kuhakikisha wanarejesha mikopo hiyo ili iweze kukopeshwa na vijana wengine. Sambamba na hayo, mwenyekiti Kawaida ameongoza matembezi ya amani ya kuunga mkono ripoti ya tume ya matukio yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 hapa nchini. Pia mwenyekiti huyo ameonya baadhi ya wanasiasa hapa nchini wanaotumia machafuko hayo ya Oktoba 29 kama sehemu ya ajenda kwenye mikutano yao. Mtakumbuka mwaka 2025 tulikuja hapa Tandahimba kuwaombeni kura. Na ilani yetu tulimpa mwenyekiti wetu wa chama ambaye ni mgombea wa urais kwa wakati ule. Sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika uchaguzi ama ilani ile, katika eneo la utawala bora, tulimwambia mwenyekiti wetu wa chama ambaye ni mgombea wetu, nenda kawaambie Watanzania wakituchagua kwa muda wa miaka mitano 2025-2030 tutakwenda kuhakikisha tunahuisha mchakato wa katiba mpya kwa Watanzania. Sasa nimekiona kuna chama kimeanza operation, wanaita operation katiba mpya, na sisi kama wana CCM hatupaswi kunyamaza kimya, kwa sababu ajenda hii ni ya Chama cha Mapinduzi, na ajenda hii kwa sababu ilani iliyokuwepo madarakani ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Maana yake anayekwenda kutekeleza ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa maana hiyo ajenda ya katiba mpya ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa nini wanafanya hivi? Lengo lao kutengeneza taharuki, lengo lao kuwajaza upepo wa Tanzania, lengo lao kuondosha amani na utulivu uliokuwepo Tanzania. Sisi Jumuiya ya Umoja wa Vijana tunawaambia never never again. Na katika hili nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa dhati kabisa, na tulishasema wazi sisi tunamuunga mkono katika uamuzi wake wa kuunda tume ya kuchunguza matokeo yale ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi. Lakini kilichotufurahisha zaidi, na tunamfahamu Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Rais, sisi wengine tunakaa naye kwa karibu mno, imani yake na uzalendo wake kwa taifa lake. Ana nia ya dhati ya kutafuta mwarobaini wa matatizo, na jana nimeona ameweka PDF pale ya tume nyingine ambayo ya kwenda kuchunguza jinai ya matukio yale yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi. Mpigieni makofi Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuna watu wanapiga zogo, wanajua inaweza ile jinai ikawakuta, watapandishwa mahakamani na ushahidi utapatikana. Tunasema kelele za chura hazimkatishi nani tembo kunywa maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, chanja mbuga. Watanzania tunahitaji amani, Watanzania tunahitaji maendeleo. Akiwa wilaya na Nyumbu, Mheshimiwa Kawaida ametoa wito kwa baadhi ya wabunge hapa nchini kuacha kuchangia ukanda pindi wanapokuwa wanachangia mada bungeni. Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanavyoendelea kuzitaja, kuziorodhesha na wanavyotetea hoja na shida za wananchi wao katika maeneo yao. Ila katika hili nataka niwaambie, sisi Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi hatupendezwi na hatufurahishwi kwa baadhi yao wanavyotengeneza hoja kwa kutumia ukanda. Sio sawa, na hoja yetu iko wazi. Leo tunapoanza kugawana kuanzia ukanda, kesho tutakuja kugawana kuhusu dini, tutakuja kugawana kuhusu makabila, tutakuja kugawana kuhusu rangi na mambo mengineyo. Ni vizuri tukatetea hoja kwa kutaja shida za wananchi wetu, lakini sio sawa
kuendekeza ukanda. Tumekuwa tukifuatilia bunge kwa karibu sana, tumeyaona haya mambo kwa baadhi ya kanda sio sawa. Na mimi nataka niwakumbushe chama chetu hiki, Chama cha Mapinduzi, kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi kimepanga kuwasogezea maendeleo wananchi wote wa Tanzania bila kujali ukanda wao, bila kujali dini zao, bila kujali makabila yao. Mpigeni makofi Daktari Samia. Lakini pia ziara yetu hii ilikuwa na lengo la kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais aliyosema never again. Ndugu zangu, niwe mkweli, katika maeneo yote tuliyopita ajenda hii wameibeba, lakini na nyumbu mliibeba kwa ukubwa wake. Nikigeuka huku naona namna gani mlivyoiunga mkono, nikitizama kule mbele yangu naona namna gani mlivyoiunga mkono. Lakini kilichonifurahisha zaidi, naingia ndani ya wilaya na Nyumbu na wasikia watu wanaimba never 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 again. Mmetisha sana na Nyumbu, ambayo vijana wa mkoa Mtwara mumetukonga nyoya zetu. Ni swala la kuamua kwa makusudi kuja kufanya ziara wilaya kwa wilaya ndani ya mkoa wetu. Hongera sana kaka yangu Mohamed Ali Kawaida, mpigeni makofi ndugu zangu. Sisi moe hapo vipi? Lakini pamoja na hayo, ndugu mwenyekiti, mimi naomba nikueleze kwa uchache miongoni mwa jambo ambalo vijana wa mkoa Mtwara, wana CCM na wananchi kwa ujumla tuko nalo, mapenzi yetu na mahaba kwa Daktari Samia Suluhu Hassan hauwezi ukafananisha na jambo lolote. Dr. Samia Na mtazamaji wa Faruku Online TV, tumefika tamati juu ya ziara mwenyekiti wa UVCCM Taifa ndugu Mohamed Kawaida aliyofanya hapa mkoani Mtwara. Mimi ni Faruku Ngonyani. Hii ni Faruku Online TV. Bye bye.